sana. Maombi haya ni ya siku 6. Ni maombi ya toba ya kujinasua kwenye kifungo cha Nebukadreza. Maombi ya toba ya kujinasua kwenye kifungo cha Nebukadreza. Na leo ni siku ya kwanza ya haya maombi. Haleluya, watu wa Mungu. Katika siku zote hizi 6 za haya maombi, tutakuwa tunakutana asubuhi au muda wote utakaokuwa na nafasi ya kusikiliza, sio kosa. Na lengo letu hasa itakuwa ni kuomba zaidi kuliko kujifunza. Tutakuwa tunaomba zaidi kuliko kujifunza. Kwa hiyo ninachokuomba, andaa mazingira ya kuomba. Kwa kama ni kuomba zaidi kuliko kujifunza, sikushauri kuyasikiliza haya maombi huku ukiwa unapika au huku ukiwa unafua au huku ukiwa unatembea, ila nakushauri kuyapa muda na nafasi wa kuyasikiliza ukiwa ndani ya chumba chako, aidha ni chumbani kwako au mahala popote pale ambako panaweza pakakupa uhuru wa kuomba kwa kujiachia. Kaa mahali hapo, sikiliza ili uombe, kwa sababu tunakutana ni kwa ajili ya kuomba zaidi. Na kitu tunachoombea ni toba maalum. Toba hii ni kwa ajili ya kujinasua kwenye kifungo cha Nebukadreza. Sasa unaweza ukajiuliza, kifungo cha Nebukadreza ni kifungo cha namna gani? Tutaangalia maana 6 za kifungo cha Nebukadreza ili sote tuweze kuwa na uelewa wa kwamba kifungo cha Nebukadreza ni kifungo gani. Hata tunapoendelea kuomba ujue namna ya kuomba. Kwa tutaangalia maana 6 za kifungo cha Nebukadreza, na kila siku moja tutakuwa tunaangalia maana moja, tunajifunza kiufupi, kisha tunaomba. Kwa leo tutaanza na maana ya kwanza ya kifungo cha Nebukadreza. Kwa wale wanaoandika na mnaosikiliza, ni hapa ifuatayo. Maana ya kwanza ya kifungo cha Nebukadreza. Kifungo cha Nebukadreza ni kifungo cha adhabu. Kifungo cha Nebukadreza maana yake ni kifungo cha adhabu unachofungwa na Mungu mwenyewe. Ni kifungo cha adhabu. Ni kifungo cha adhabu unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa sababu ya maisha ya dhambi ulio nayo. Kwa sababu ya maisha ya dhambi ulio nayo, ili uweze kujirekebisha. Ili uweze kujirekebisha. Kifungo cha Nebukadreza maana yake ya kwanza ni kifungo cha adhabu unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa sababu ya maisha ya dhambi ulio nayo, ili uweze kujirekebisha. Kwa unaposikia neno kifungo cha Nebukadreza, maana yake ya kwanza ni hii, ni adhabu. Ni adhabu ambayo Mungu anamfunga nayo mtu, na mpaka Mungu akufunge kwenye hii adhabu ya kifungo cha Nebukadreza, inakuwa ni kwa sababu ya dhambi ulizo nazo ndio zinasababisha Mungu akufunge. Na anakufunga kwa lengo la uache hizo dhambi, ubadilike, uwe mtu mwema. Kwa ni kifungo ambacho Mungu ndiye anayemfunga mtu. Hichi ni tofauti na vifungo vya aina nyingine. Kuna vifungo ambavyo unaweza ukafungwa na maneno ya watu, na kuna vifungo ambavyo unaweza ukafungwa na shetani. Lakini hichi kifungo cha Nebukadreza ni kifungo ambacho unafungwa na Mungu mwenyewe, ndiye anakuwa amekufunga. Mungu anapomfunga mtu kwenye kifungo cha Nebukadreza, anakuwa na lengo maalum. Mungu anapomfunga mtu kwenye kifungo cha Nebukadreza,
anakuwa ana lengo maalum la kutaka huyo mtu aweze kujirekebisha, aache tabia fulani mbaya ambayo imekuwa sugu kwa huyo mtu. Kwa Mungu ndio maana anamuweka kwa muda fulani kwenye kifungo cha Nebukadreza. Anataka huyo mtu anayemweka kwenye hicho kifungo ajirekebishe tabia fulani aliyo nayo. Yamkini hiyo tabia inakuwa imekuwa sugu kwake na imeonywa sana, na huyo mtu hataki kujirekebisha. Kwa Mungu anaamua aachilie adhabu kwa huyo mtu kama sehemu ya kifungo cha Nebukadreza ili aweze kujirekebisha. Mfano wana wa Israeli walifungwa na Mungu mwenyewe kwenye kifungo cha Nebukadreza kwa sababu ya dhambi walizokuwa nazo. Wana wa Israeli walipomkasirisha Mungu kwa ajili ya dhambi zao, Bwana aliamua kuwatoa waende kwenye kifungo cha Nebukadreza. Lengo la Mungu la kuruhusu wana wa Israeli waingie kifungoni kuteseka kwenye adhabu, si kwamba alikuwa anawachukia ndio maana akawapa hiyo adhabu ya kifungo cha Nebukadreza, ila alikuwa anawapenda. Ila sababu kubwa iliyomgusa Mungu mpaka akawapeleka wa Israeli kwenye kifungo cha Nebukadreza ni kwa sababu ya dhambi walizokuwa nazo. Kwa Mungu akawapeleka huko ili waende wakatumikie ile adhabu. Kadiri watakavyoteseka, maumivu watakayoyapata yawafanye wakumbuke kwamba kuna Mungu, warekebishe tabia zao, wamrudie Bwana. Ndio maana ninakueleza kifungo cha Nebukadreza ni kifungo cha marekebisho ya tabia. Ni kifungo cha marekebisho ya tabia. Na ni kifungo ambacho Mungu hatoi kwa kila mtu, ila anatoa kwa watu maalum wenye makosa fulani ambayo anakuwa anataka wajirekebishe. Kwa Mungu anapokupa hichi kifungo si kwamba anakuwa anakukomoa au anakuchukia au akupendi, ila ni upendo wa Mungu ule ndio unafanya akupe hichi kifungo ili uweze kujua namna ya kujirekebisha. Na kwa nini kwenye haya maombi Roho Mtakatifu ametupa tutumie jina kifungo cha Nebukadreza? Ni kwa sababu wana wa Israeli walitolewa kwa mtu anayeitwa Nebukadreza asimame kuwafunga kwa niaba ya Mungu. Yaani Mungu alipotaka kuwafunga wa Israeli kwenye hichi kifungo, alimtumia Nebukadreza kuwafunga wa Israeli. Kwa nini? Ni kwa sababu Mungu anafanya kazi zake kwa kupitia watu. Na ndio maana Mungu akitaka kukubariki lazima akuinulie watu watakao kubariki. Mungu akitaka kukufanikisha lazima akuinulie watu wa kukufanikisha. Na hali kadhalika akitaka akupe kifungo cha Nebukadreza lazima akuinulie Nebukadreza wako wa kukushambulia. Na ndio maana aliwainulia wa Israeli Nebukadreza wao. Na ndio maana tunaita kifungo cha Nebukadreza. Taratibu tu tutaelewana. Ngoja muda huu tupitie maandiko kadhaa ya Biblia ili tuendelee kuweka msingi mzuri na tuendelee kutengenezeana uelewa. Tuanze na kitabu cha Yeremia, kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 20. Ule mstari wa kwanza hadi wa 5. Kitabu cha nabii Yeremia, sura ya 20, mstari wa kwanza hadi wa 5. Neno la Mungu linasema: Basi Pashuri mwana wa Imeri kuhani, aliyekuwa msimamizi mkuu katika nyumba ya Bwana, alimsikia Yeremia alipokuwa akitabiri maneno hayo. Ndipo Pashuri akampiga Yeremia nabii, akamtia katika mkatale uliokuwa pale penye lango la juu la Benyamini, uliokuwa katika nyumba ya Bwana. Hata ikawa asubuhi, Pashuri huyo akamtoa Yeremia katika mkatale. Ndipo Yeremia akamwambia, Bwana
hakukuita jina lako Pashuri, bali Magoli Misabibu. Maana Bwana asema hivi, tazama, nitakufanya kuwa hofu kuu kwa nafsi yako na kwa rafiki zako wote, nao wataanguka kwa upanga wa adui zao, na macho yako yataona hayo. Nami nitatia Yuda yote katika mkono wa mfalme wa Babeli, naye atawachukua mateka mpaka Babeli na kuwaua kwa upanga. Tena mali zote za mji huu na mapato yake yote na vitu vyote na vitu vyake vya thamani vyote pia, naam, hazina zao za wafalme wa Yuda nitavitia katika mikono ya adui zao, watakao wateka nyara na kuwakamata na kuwachukua mpaka Babeli. Afu naomba tena uongeze kusoma nami, funua tena kitabu cha Yeremia sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 7. Kuna kitu kingine tutakachounganisha na hichi kitabu tulichosoma mwanzo. Tuangalie tena Yeremia sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 7. Yeremia 21 mstari wa kwanza hadi wa 7. Tusome tena hii. Neno la Mungu linasema, Yeremia 21:1 mpaka 7. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana hapo mfalme Sedekia alipompelekea Pashuri mwana wa Malkia na Sefania mwana wa Maasea kuhani kusema, tafadhali utuulizie habari za Bwana, kwa maana Nebukadreza mfalme wa Babeli analeta vita juu yetu. Labda Bwana atatutenda sawasawa na kazi zote za ajabu, ili aende zake akatuache. Basi Yeremia akawaambia, mwambieni Sedekia neno hili, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, angalieni, nitazigeuza nyuma silaha za vita zilizo mikononi mwenu, ambazo kwa hizo ninyi mnapigana na mfalme wa Babeli na Wakalidayo wanaowahusuru nje ya kuta, nami nitazikusanya pamoja katikati ya mji, na mimi mwenyewe nitapigana nanyi kwa mkono ulionyoshwa na kwa mkono hodari, naam, kwa hasira na kwa ukali na kwa ghadhabu nyingi. Nami nitawapiga wenyeji wa mji huu, wanadamu na wanyama pia watakufa kwa tauni kubwa. Na baada ya hayo, asema Bwana, nitamtia Sedekia mfalme wa Yuda na watumishi wake na watu wote waliosalia ndani ya mji huu baada ya tauni ile, na upanga na njaa katika mikono ya Nebukadreza mfalme wa Babeli, na katika mikono ya adui zao, na katika mikono ya watu wale wanaowafuata roho zao, naye atawaua kwa ukali wa upanga, hata waachilia wala hata wahurumia wala hata warehemu. Hili ndilo neno la Bwana. Tusikilizane vizuri, wana wa Mungu. Mwanzo nimekusomea Yeremia sura ya 20 mstari wa kwanza hadi wa 5, na mara ya pili tena nikakusomea Yeremia sura ya 21 mstari wa kwanza hadi wa 7. Katika vitabu hivi vyote viwili ambavyo Roho Mtakatifu ametupa tumevisoma muda huu, vimeandika maneno yanayotuonyesha concept ya aina moja, yani kitu cha aina kimoja, kwamba Waisraeli Mungu anawatoa kwenda utumwani Babeli. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi walizo nazo, wamemkasirisha Mungu. Wamemkasirisha Mungu kwa sababu wameshindwa kujirekebisha kwa sababu ya makosa yao. Wamehubiriwa na kuambiwa watubu, wameshindwa kusikiliza. Kwa sababu wameshindwa kusikiliza na dhambi imekomaa kwenye mioyo yao kiasi ambacho wamekuwa wagumu, Mungu anasema anawatoa waende uhamishoni Babeli. Na si tu waende wakastarehe, ila anawafanya kuwa watumwa wa mtu mmoja ambaye ni mfalme wa Babeli anayeitwa Nebukadreza. Anasema watamtumikia huko na watapigwa na tauni na njaa itakuwa pamoja nao. Kwa ni utumwa ambao sio utumwa wa kawaida, ila ni utumwa unaoambatana na kutumikishwa, na njaa inakuwa pamoja na wewe, wanakuwa pamoja na magonjwa, wanakuwa pamoja na taabu mbalimbali. Ndio aina ya utumwa ambao Bwana aliweza kuwatumikisha wana wa Israeli.
Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zao. Ndio maana akawatoa waende wakamtumikie mfalme Nebukadreza, akawafunge. Na ndio maana tunaita kifungo cha Nebukadreza. Ni kwa sababu wana wa Israeli waliwekwa kwa Nebukadreza awafunge. Na paka Nebukadreza anapata hii permission ya kuwafunga wana wa Israeli, Mungu ndiye aliyemruhusu awafunge. Kwa wana wa Israeli kwa macho ya damu na nyama, na pamoja na mataifa mengine yaliyowazunguka, kwa haraka wangeweza kujua kwamba aliyetufunga ni Nebukadreza, na tunayepambana naye kujitoa kwenye utumwa wa Babeli mikononi mwake ni wa Babeli na Nebukadreza. Na kila mmoja angeweza kufahamu namna hiyo. Lakini kumbe nyuma ya pazia, nyuma ya kapeti, nyuma ya taarifa, ni Mungu ndiye aliyewafunga. Wao wanamuona Nebukadreza, kumbe ni Mungu ameingia ndani ya Nebukadreza na amewafunga. Sisi kama tunaenda pamoja, wana wa Mungu aliye hai. Na ndio maana nakueleza kifungo cha Nebukadreza ni kifungo ambacho Mungu hatoi kwa kila mtu, ila anatoa kwa baadhi ya watu wenye mioyo migumu ya kubadilika. Na lengo la Mungu la kutoa kifungo hicho ni kutaka ujirekebishe tabia. Si kama tunaenda pamoja, wana wa Mungu. Na ndio maana akawaweka Waisraeli huko ili waweze kuteseka kwa Nebukadreza kifungoni, wajirekebishe tabia zao, waache dhambi, ndipo aruhusu waondoke kifungoni. Si kama tunaenda pamoja. Kwa hiyo kifungu cha Nebukadreza unaweza ukakiita ni gereza la marekebisho ya tabia. Kifungu cha Nebukadreza unaweza ukakiita ni gereza la marekebisho ya tabia. Kwa nini? Kwa sababu Waisraeli waliwekwa kama sehemu ya kukaa gerezani, warekebishe tabia zao za dhambi, wawe na tabia njema. Ngoja nikupe mfano. Kwani hujawahi kutana na mtu anakwambia alikuwa anaishi maisha ya dhambi sana, ila alipopatwa na tatizo fulani ndipo akaamua kumtafuta Mungu? Hujawahi kutana na watu wa namna hiyo ambao ni wana mioyo migumu kweli, hawataki kusikiliza mambo ya wokovu, lakini wakishapata matatizo ndio wanamkumbuka Mungu? Au ngoja nikupe mfano wa namna hiyo. Nimewahi kufanya huduma ya mtu mmoja. Huyo mtu sitomtaja jina, anaishi nchi za nje. Yeye ana dada yake ndiye amempokea Yesu. Lakini huyu dada mtu ana moyo mgumu kweli kweli katika mambo ya kiroho na mambo ya wokovu. Hataki kabisa kusikia habari za Yesu, hataki kabisa kuzisikia. Na hata akisikia mtu anahubiri habari za Bwana, anatamani kama ampige. Yeye aamini mambo ya mapepo, akisikia mapepo anasema hayo sio mapepo, ni tatizo la kisaikolojia, ndio maana mtu analipuka mapepo. Akiona watu wananena kwa lugha, aamini kunena kwa lugha. Yaani aamini kila kitu. Kuhusu masuala ya kutoa sadaka kanisani, haamini. Anasema kila siku sadaka zinatolewa, wachungaji hawaridhiki tu kupokea hizo hela. Ajui kama sadaka tunampa Mungu, watu wape watu. Kwa ni mtu fulani ambaye ndani ya moyo wake pana ugumu kweli kweli. Jumuiya haendi. Mdogo wake anamwambia habari za Yesu, hataki kumuelewa. Akakaa. Mara akapata ugonjwa fulani. Huo ugonjwa ukamtesa sana, ukamfanya adhoofike. Akatibiwa kwa pesa zake. Yesu yaamini maombi. Akafanya kila gharama atibiwe, haponi. Akaenda kila hospitali, haponi. Akatumia kila utaalamu wa kitaaluma za kitabibu, haponi. Akajiona hali imezidi kuwa tete, na ametumia mbinu zote za matabibu, imeshindikana. Mdogo wake akamwambia, samahani dada, kwa nini tusitafute watumishi? Sasa si anaumwa na anajiona anataka kufa. Hata kama hapendi maombi, akiambiwa tutafute watumishi atakubali tu. Akakubali.
yuko kwenye kibano cha ugonjwa, ameshaweka kwenye kibano cha Nebukadreza. Nebukadreza wake kwa muda huo ndio huo ugonjwa uliompiga, ndio Nebukadreza amemfunga. Kwa Mungu akamuingiza kwenye kifungo cha Nebukadreza ili ayakubali maombi. Mungu akamuingiza kwenye ugonjwa. Kwa yeye akawa anaona ni ugonjwa anateseka nao, kumbe nyuma ya ugonjwa yuko Mungu amesimama. Rapa koria saka. Kwa alipo hitiwa watumishi, huduma ikafanyika, akafunguka, akapona. Tangu siku hiyo akampokea Yesu, akabadilika. Alikuwa na vyaki maombi, akaacha, akaanza kwenda kanisani, akawa mwema kama wema wengine, akawa mmoja wa watakatifu waliopo duniani, akawa mhubiri wa kuwashuhudia wengine ukuu wa Bwana. Yale maneno ya kiburi aliyokuwa nayo yakakauka. Kwa nini? Kwa sababu Bwana aliruhusu apate ugonjwa, na kupitia kibano cha huo ugonjwa akasalenda kwa Bwana ahudumiwe kiroho na akatengenezwa. Na ndio maana nakueleza muda huu, kuna watu mnanisikiliza muda huu na mna matatizo mnayo. Unaweza kuwa una tatizo la afya, unalo kabisa. Yamkini lo tatizo la afya ulilo nalo ni Nebukadreza amekufunga. Wewe ujue. Kuna watu mnanisikiliza, mna matatizo ya kiuchumi. Yamkini uchumi wako umefungwa na Mungu mwenyewe. Ameweka Nebukadreza wake akufunge. Wengine mnanisikiliza, mna matatizo ya madeni, mna matatizo ya kihuduma. Jaribu kujiangalia kila tatizo ulilo nalo, yamkini ni Mungu amesimama kwenye hilo tatizo. Na hapa ndipo watu wengi wamekosa napo maarifa. Unajikuta unatembea huku na huko, unatafuta kuhudumiwa na kila mtumishi, unatafuta maombi kila sehemu. Utaombewa na utapanda ndege kuyafuata maombi kila nchi na hautapona. Wengine watakwambia labda tujue chanzo ni nini. Kama mtu hajatulia kusikiliza sauti ya Bwana, akafunuliwa kwamba huyo mtu amefungwa na Mungu mwenyewe, akapata na maelekezo namna ya kukuombea, hutopona. Rapa koria makasaka. Kwa nini? Kwa sababu matatizo mengine yanatengenezwa na Mungu mwenyewe. Anakutengenezea tatizo akiwa anataka ujirekebishe kwenye eneo fulani ambalo umekuwa sugu kurekebishika. Rapa koria rikanda rabasheke. Na ndio maana unatakiwa ujaribu kujitathmini ni aina gani ya tatizo ulilo nalo. Afuka kuangalia paka limekupata limesababishwa na nini. Kama limesababishwa na dhambi, jua upo kwenye kifungo cha Nebukadreza. Kama tatizo ulilo nalo limesababishwa na dhambi za kwako, au dhambi za familia yako, au dhambi za eneo unalofanyia kazi, au nchi yako, jua upo kwenye kifungo cha Nebukadreza. Rapa koria makasaka rikanda raba. Sikiliza Roho Mtakatifu anachosema. Watu wengi saizi duniani wanapitia kwenye kifungo cha Nebukadreza kwa sababu ya dhambi za serikali za nchi zao, kwa ajili ya dhambi zao wenyewe ndani ya nchi yao. Kwa nchi Bwana ameiweka kwa Nebukadreza. Nchi nyingi, siongelei kwa bali ya nchi ya Tanzania tu, kila nchi watu wanatumikia adhabu mbalimbali. Si wote, baadhi, lakini ni wengi wanatumikia adhabu mbalimbali. Ni kwa sababu nchi kuna dhambi zinaendelea, na dhambi hizo zimemkasirisha Bwana, na Bwana ameachilia wahubiri, lakini bado watu wa nchi husika hawataki kusikia, wakabadilika. Kwa Mungu ameingiza mataifa mbalimbali kwenye adhabu ya kifungo cha Nebukadreza. Kwa kilichotokea, watu wapo ndani ya nchi yao, lakini wanaishi kama watumwa ingali wapo ndani ya nchi yao. Ukijiona upo kwenye nchi yako na unaishi kama mtumwa, jua moja kwa moja upo kwenye kifungo cha Nebukadreza. Unatakiwa ukimbilie mbele za Bwana, na hakuna namna unaweza ukajitoa kwenye kifungo cha Nebukadreza, ni mpaka umenyenyekea kuomba toba. Oh, haleluya! Wana wa Mungu aliye hai. Rapakoria. Na toba inayoongelewa mahali hapa sio toba ya kawaida kama toba nyingine, ila ni toba inayohitaji unyenyekeshe moyo wako kwa Bwana, kwa ajili ya kujiombea mwenyewe na kwa ajili ya kuombea watu waliokuzunguka kwenye eneo lako, kwa sababu yamkini wao ndio sababu ya nchi yako kuingia kwenye kifungo cha Nebukadreza.
Yamkini wao ndio sababu ya wewe mwenyewe kuingia kwenye kifungo cha Nebukadreza. Kuna ndoa zipo kwenye kifungo cha Nebukadreza kwa sababu ya mwenza mmoja ameharibu mambo kwa Bwana. Ripapakoria makanda rabasheke. Kuna biashara zipo kwenye kifungo cha Nebukadreza kwa sababu yako. Ulikuwa hutoi fungu la 10. Bwana ameingiza biashara kwenye kifungo cha Nebukadreza. Rikamanda raba rapapa rikakasaka. Wana wa Mungu ali hai, hakuna namna tukafanya muda huu zaidi ya kukimbilia toba kwa Bwana. Kukimbilia toba kwa Bwana. Tuikimbilie toba kwa Bwana. Tuikimbilie toba kwa Bwana muda huu. Tutaenda kuingia kwenye maombi ya toba. Toba hii ndio toba pekee itakayotusaidia kuweza kujiondoa kwenye hichi kifungo cha Nebukadreza, na mkono wa Bwana utaweza kutuweka huru kweli kweli. Hakuna njia nyingine ya kukuondoa kwenye kifungo cha Nebukadreza ni mpaka umefanya toba. Ripapakoria maka rapapakasaka rikamakaseke. Umesikia ile neno na ndani yako kuna mahala umejiona haujakaa sawa. Wewe mwenyewe umejiona kuna mahala haupo sawa. Kuna eneo umeliona haliko sawa ndani ya eneo lililokuzunguka. Mwana wa Mungu, twende tuombe toba pamoja. Usiwe tu msikilizaji wa kusikiliza. Hebu anza kuomba Mungu. Sema, anza kuita Mungu, naomba unisamehe. 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 Anza kujimimina kwa Bwana. Anza kujimimina kwa Bwana. Anza kujimimina kwa Bwana. Anza kujimimina kwa Bwana. Mwite Mungu, naomba unisamehe. Mwite Mungu, naomba unisamehe. Mwite Mungu, naomba unisamehe. Mwite Mungu, naomba unisamehe. Anza kuendelea, endelea kuomba toba. Kila maeneo ambayo unajua hayako sawa kwako, hayako sawa kwako binafsi, anza kuomba toba kwa Bwana. Kila maeneo ambayo unajua hayako sawa, ripapakorakasheke. Baba, tunasogea kwako wanao kwa ujumla wetu. Mungu, tunaendelea kuomba toba mbele zako katika kila maeneo Bwana ambayo hayako sawa ndani ya maisha yetu. Tunaomba Mungu tusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu tunalia rehema mbele zako Bwana. Tunalia rehema mbele zako Bwana. Maana watoto wako tumekukosea. Mungu, tumekufanya dhambi. Bwana, tumefanya mabaya na maasi mbalimbali kwenye maisha yetu. Tunaomba Mungu tusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu. Mungu, ninaomba uturehemu kwa huruma yako na rehema zako. Naomba Mungu utakase nafsi zetu. Naomba Mungu utakase na mioyo yetu kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Mungu, tunaomba utusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Mungu, naomba utusamehe kila maeneo ambayo watoto wako tumekuwa na mioyo migumu ya kuitikia wito wa toba, ya kuitikia wito wa toba. Kuna maeneo tumekuwa sugu, hatutaki kujirekebisha. Tumekomaa na maisha ya dhambi. Baba, tunaanguka leo kwako. Tunaanguka chini ya msalaba wako. Tunaomba toba. Tunaomba toba. Tunaomba toba kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu. Kila maeneo tuliokosa, kila maeneo tuliotenda dhambi, tunaomba Mungu tusamehe. Endelea kuomba toba, mwana wa Mungu. Usisikilize tu kama kusikiliza. Funua kinywa chako. Endelea kuomba toba kwa Bwana. Endelea kuomba toba kwa Bwana. Kadiri unavyoomba toba ndivyo nguvu za Mungu zinavyopita kwa ajili ya kunena mema kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako, kwa ajili yako. Ripapakorikasaka. Unasikia kunena kwa lugha huku ukiomba toba, nena kwa lugha, usijizuie. Nena kwa lugha, usijizuie. Ripapakorakaseke. Mungu, tunaomba damu yako endelea kupita. Ioshe nafsi
nafsi zetu, ioshe nafsi zetu. Sema haya maneno, sema damu ya Yesu osha nafsi yangu, damu ya Yesu osha nafsi yangu, damu ya Yesu osha nafsi yangu, damu ya Yesu osha nafsi yangu. Endelea kusema damu ya Yesu osha nafsi yangu, 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 endelea kusema damu ya Yesu osha nafsi yangu. Endelea tu. Kadiri unavyoita damu ya Yesu osha nafsi yangu, kuna vitu vinafanyika kwenye ulimwengu wa roho, Baba, ninaomba damu yako Yesu Kristo iendelee kupita katikati ya kila mtoto wako anayeomba pamoja nami maombi haya, popote alipo. Nguvu ya damu ya Yesu imshukie, Pokea hapo ulipo nguvu ya damu ya Yesu, pokea 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 nguvu ya damu ya Yesu. Ramama shaka, pokea nguvu ya damu ya Yesu, ioshe nafsi yako itakasike kila uchafu uliojificha kwenye nafsi yako, kwa msaada wa damu ya Yesu, ninaomba utakasike, rikakora pashaka, naomba utakasike, ripapakora pakoria, katika jina la Yesu Kristo, kila kilema ulicho nacho ambacho kinakuzuia ushindwe kuacha dhambi, ora papakora kaseke, rikakora bashanda rabasaka, mama koria manda raba papa kaseke, ripapaka raba, rapakora makashaka, ripapakora manda raba koria, remanda raba shaka. Sikiliza vizuri wana wa Mungu, sikiliza vizuri. Kama unajua kuna eneo binafsi, wewe binafsi umekuwa unarudia kumkosea Mungu, aidha mara kwa mara, uko unaishi maisha ya kiroho, unakuwa unashindwa kuomba, unakuwa unashindwa kusoma neno, unashindwa kufanya kitu fulani cha kiroho, unashindwa kuwahi ibada, ni mchelewaji sugu, au unaishi maisha bado hujapokea wokovu, unaishi maisha ya dhambi, umekuwa hauwezi kukaa bila kuzini, hauwezi kukaa bila kufanya dhambi ya aina fulani, umefungwa kwenye eneo la kusema uongo. Twende tumuombe Mungu muda huu neema ya mabadiliko juu yetu, neema ya mabadiliko juu yako ikawe pamoja na wewe. Sema, Bwana Yesu, ninaomba unijalie rehema zako, zinipe mabadiliko kwenye eneo ambalo Bwana nimeshikiliwa na adui, nimekuwa nashindwa Bwana kuacha hii dhambi iliyonishika Baba, inanifanya nishindwe kusonga mbele kiroho. Ninaomba Mungu unisamehe, inanifanya nishindwe kuuona msalaba na kuupokea wokovu. Mungu, naomba unisamehe, naomba unijalie neema mabadiliko, naomba unijalie neema mabadiliko, naomba unijalie neema mabadiliko, naomba unijalie neema mabadiliko, niweze kubadilika. Endelea kumuomba Bwana neema mabadiliko, endelea kuomba neema mabadiliko. Omba kwa maneno yako neema ya mabadiliko, omba kwa maneno yako neema ya mabadiliko. Baba, katika jina la Yesu, naomba neema mabadiliko iendelee kupita kwa ajili yetu, iendelee kupita kwa ajili yetu, ipite kwa ajili yetu, ipite kwa ajili yetu. Nguvu ya mabadiliko, popote unaponisikiliza, pokea neema ya kubadilika katika jina
jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninaomba neema mabadiliko ishuke ikae pamoja na wewe, ikusaidie kubadilika kutoka kwenye hiyo tabia ya uovu, uwe na tabia njema ya utakatifu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nguvu ya mabadiliko kwa jina la Yesu. Pokea hiyo nguvu ya kubadilika, ya kubadilika. Nafsi yako ibadilike kuanzia leo katika jina la Yesu. Kila dhambi iliyokukamata, kila ubaya uliokukamata, neno la Bwana linasema ushindeni wema, ushindeni wema kwa ubaya. Msishindwe na ubaya, ushindeni ubaya kwa wema. Pokea uweza wa kushinda ubaya kwa wema katika jina la Yesu. Kama unaogopa watu, pokea nguvu ya kutokuogopa watu. Kuanzia leo ukasimame ukawe na ushuhuda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ripapakorika sheke, rapapakoraka maka. Pokea neema ya wokovu, pokea neema ya wokovu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Neema ya wokovu iwe pamoja na wewe. Ripapakoraka saka, rapapakoraka sheke, rapapakoraka mandarabakoria. Sikiliza mwana wa Mungu, twende tukaombe toba sasa kwa ajili ya nchi zetu. Tukaombe toba. Omba toba kwa ajili ya nchi yako. Mahala popote ulipo, omba toba kwa ajili ya nchi yako. Tazama nchi yako, magumu mnayopitia. Taifa lenu limetolewa kwenye kifungo cha Nebukadreza, na ndio maana kwenye nchi yako kuna mahala pagumu mnapita sasa kiuchumi, mnapita sasa kiroho. Kanisa limekuwa linayumba, ni kwa sababu taifa lako lipo kwenye kifungo cha Nebukadreza. Mungu amewafanya mmekuwa watumwa ndani ya nchi yenu wenyewe, hamna uhuru. Kuna mambo hamyafanyi kwa sababu mmegeuzwa watumwa ndani ya taifa lenu, ni kwa sababu ya dhambi zenu. Msitafute mchawi, tafutaneni wenyewe kwa kunyenyekea kwa Bwana na kumrudia Bwana kwa moyo wa toba. Mwana wa Mungu uliye hai, Nehemia aliposikia ukuta wa Yerusalemu umebomoka, Nehemia kuanza kuwalalamikia watu wa Yerusalemu. Nehemia kuanza kusema, ninyi watu wa Yerusalemu mmesababisha nyumba yetu imebomoka. Nehemia kufanya namna hiyo, wala Nehemia kumtafuta mfalme wa Yerusalemu akawamwambia, ewe mfalme wa Yerusalemu Artashasta, umefanya dhambi mpaka nchi yetu imebomoka. Nehemia kumlaumu kiongozi wa nchi yake, ila Nehemia alisonga mbele kwa Bwana. Biblia inasema Nehemia alifunga, Nehemia aliomba, alisali dua akimwomba Mungu msamaha kwa ajili ya nchi yake ya Yerusalemu. Na kwa kuwa aliomba toba kwa ajili ya nchi yake, Mungu alisikia, akaachilia rehema kwa ajili ya Yerusalemu. Mwana wa Mungu aliye hai, usio muda wa kumlaumu mtu ndani ya nchi yako, usio muda wa kulaumu viongozi wa nchi yako, usio muda wa kutafutana wenyewe kwenye nchi yenu. Huu ni muda wa kunyenyekea mbele za Bwana, kufanya kama Nehemia. Ukiweza kufunga funga, ukiweza kusali sali, ukiweza kukesha kesha. Chochote utakachopewa neema ya kufanya fanya, ili hali ukomae, ufanye toba mpaka mji wa kwako ujengwe tena. Jenga mji, jenga mji. Ora papapakoria. Fumbua kinywa chako, usisikilize tu, endelea kumimina maneno yako. Mwite Mungu kwa ajili ya nchi yako. Sema, Mungu naomba ulisamee taifa langu. Litaje na jina, litaje na jina taifa lako, litaje jina nchi yako, litaje jina nchi yako. Sema, Mungu naomba rehema kwa ajili ya nchi yangu, kwa msaada wa damu ya Yesu. Mungu naomba rehema kwa ajili ya nchi yangu, kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu. Naomba Mungu urehemu nchi yangu, naomba Mungu urehemu nchi yangu, naomba urehemu nchi yangu. Tazama Bwana, kwa ajili ya dhambi tulizo nazo, ndio maana Mungu mataifa yetu, nchi zetu zote hapa duniani zimeingizwa kwenye kifungo cha Nebukadreza. Baba, ni kwa sababu ya dhambi zetu sisi wenyewe, wananchi wa nchi husika. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuomba toba kwa ajili ya nchi zetu katika damu ya Yesu. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Ni kweli watu wa nchi zetu walikuacha Bwana, wakaandama
kuna miungu mingine. Ni kweli watu wa nchi zetu hawakutii neno lako. Ni kweli watu wa nchi zetu walinajisi madhabahu yako, walikuwa na mioyo migumu kumpokea Kristo. Mungu nao ndio maana ukuta maeneo ya miji yetu yamebomoka, ndoa zimebomoka, ndoa zimebomoka kwenye nchi zetu, hakuna ndoa tena. Uchumi umebomoka, elimu imebomoka, rapapasheke. Uongozi wenyewe umebomoka, kanisa lenyewe limebomoka. Ona tunavyopigana sisi kwa sisi ndani ya nchi yetu. Mungu ni kwa ajili yamebomoka mahusiano binafsi. Rapakoria, tunarudi kwako kama watumishi wako. Tazama neno lako linasema, nikatafuta mtu miongoni mwao atakayesimama na kuomba na kupajenga palipobomoka. Baba, tunaomba kusimama kama mtu miongoni mwa watu wa nchi zetu, kuomba toba kwa ajili ya nchi zetu, kwa ajili ya nchi zetu. Mungu, tunaomba rehema kwa ajili ya maovu yetu yaliyopabomoa palipobomoka, yaliyopabomoa palipobomoka. Kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu, naomba uongozi wa nchi yangu Bwana, toba. Omba toba kwa ajili ya uongozi wa nchi yako. Tunaomba toba kwa ajili ya serikali, tunaomba toba kwa ajili ya wananchi, tunaomba toba kwa ajili ya kanisa, tunaomba toba kwa ajili ya kila sekta, kila sekta, kila sekta, sekta za elimu, sekta za kisiasa, sekta za kidini, sekta za aina zote ndani ya taifa. Kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu, Bwana utuhurumie, Bwana utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoe dhambi za ulimwengu, utuhurumie mwana kondoo. Tunaomba utuhurumie kwa msaada wa damu yako takatifu. Tunaomba roho ya wokovu ndani ya nchi yetu. Anza kuomba roho ya wokovu. Omba roho ya wokovu kwa ajili ya nchi yako. Omba roho ya wokovu kwa ajili ya nchi yako. Omba neema ya wokovu ipite. Watu wapate kuokoka, watu wapate kumjua Bwana, watu wapate kuacha dhambi, wamgeukie Kristo, wamgeukie Kristo Masia aliye njia ya kweli na uzima. Omba neema ya wokovu iongezeke katikati ya nchi yako. Tunaomba neema ya wokovu kwa ajili ya nchi zote. Tunaomba neema ya wokovu ishuke katikati ya kila taifa. Neema ya wokovu, neema ya wokovu. Tunaomba watu wapate kumjua Yesu Kristo dunia nzima, nchi zote, kwamba ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kila eneo watu waache ugumu wa mioyo, waigeukie toba kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, wa Nazareti. Neema ya wokovu, neema ya wokovu, neema ya wokovu iwe pamoja na nchi yako. Pokea neema ya wokovu kwa ajili ya nchi yako. Neema ya wokovu dunia nzima, pokea kwa jina la Yesu. Neema ya wokovu kwa jina la Yesu, mpaka kwenye serikali yako kwa jina la Yesu, mpaka kwenye sekta zote kwa jina la Yesu. Kila eneo neema ya wokovu, neema ya wokovu, kila eneo, kila eneo ipite, ipite mpaka kwa watoto wa mama mdogo. Neema ya wokovu ipite kwa ajili yao. Mungu ni wa watu wote. Neema ya wokovu, rika karaka sheke, rika karaka kakakakasaka, rapapapapapa sheke, rika koraka makasaka, rapakorabandaraba, rima makoria. Mwana wa Mungu aliye hai, huu ni mwanzo tu. Ukijisikia kuendelea kuomba mwenyewe, endelea kuomba. Naomba tu nikutangazie tangazo moja kabla sijakuacha muda huu hewani. Siku ya kesho ninaomba kila mmoja aandae udongo au mchanga wa nchi yake. Kama uko Tanzania, chota tu mchanga hapo nje kwako au udongo, kaa nao. Upo Kenya, andaa udongo wa Kenya, kaa nao mkononi. Sio mwingi, kidogo tu kwenye karatasi unaweza ukaushika mkononi. Kesho tutaomba kwa ajili ya ardhi za nchi zetu. Mungu aweze kufungua ardhi kwenye kifungo cha Nebukadneza, na ardhi ya nchi yako itakapofunguka, kila mambo yako yaliyokwama yakafunguke kwa jina la Yesu. Andaa huo udongo kwa ajili ya kesho tutaomba. Kama unasikia moyoni kuendelea kuomba, endelea kuomba. Mimi ninapotea hewani kwa ajili tu ya muda, lakini wewe endelea tu. Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, na imani kila mmoja amefurahia mafundisho haya ya neno la Mungu. Jina la Mungu litukuzwe. Basi muda huu niko mbele zenu kuwapa mialiko katika mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, ninawaalika kujiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp na Telegram. Kama unataka kujiunga kwenye magrupu yetu ya WhatsApp, ambapo ukiwa mahala hapo kila siku utakuwa unapata masomo na maombi na maombezi yatakayokusaidia kuendelea kukuza imani yako. Unaweza ukatutumia namba yako ya WhatsApp kwa njia ya namba zetu za simu tutakazotoa,
kisha tuambie nimetuma namba hii kwa ajili ya kujiunga nanyi WhatsApp au Telegram. Na pia unaweza ukatufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Huu ni mwaliko wa pili naokupa. Tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa upande wa YouTube, unaweza ukatupata kwenye YouTube channel yetu ya Jerusalem Family TV. Jerusalem Family TV, ingia hapo YouTube, subscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe. Utaendelea kupata masomo kila siku ya kukujenga imani. Pia tunapatikana kwenye channel yetu ya Facebook ambayo ni Jerusalem Family TV. Ukiingia Facebook, ukitutafuta utatupata kwa channel hiyo ya Jerusalem Family TV. Unaweza ukalike, ukabonyeza alama ya kengele au dole gumba ukalike, ukatufollow. Utaendelea kupata masomo kila siku na huduma mbalimbali za kiroho za kukuza imani yako. Na pia mwaliko wa tatu, ninakualika kuchangia huduma hii ya uinjilishaji kwa njia ya mtandao, kwa sababu ina gharama. Ina gharama. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu vinahitaji fedha katika maandalizi. Hivyo tunakukaribisha kuchangia kwa kutoa sadaka yako kwa ajili ya kuchangia huduma hii, na Mungu atakubariki. Unaweza ukafanya vyote hivi kupitia namba zetu zifuatazo. Kwa upande wa M-Pesa, unaweza ukatoa sadaka yako kwa M-Pesa kwa njia ya namba 0758 964405. 0758 964405. 0758 964405. Upande wa Airtel Money, Airtel Money, unaweza ukatoa sadaka yako kwa namba 0683 50 9635. 0683 50 9635. Upande wa Tigo Pesa, unaweza ukatoa sadaka yako kwa Tigo Pesa kwa namba 0710 86 37 43. 0710 86 37 43. Namba zote hizi unapotuma sadaka yako, hakikisha jina linalokuja ni Petro Mazwile. Petro Mazwile, hakikisha jina hilo limekuja. Mwana wa Mungu, na kukaribisha sana kuendelea kutufuatilia, na usikose vipindi mbalimbali vinavyoendelea vya masomo ya haya ya njia ya sauti. Na Mungu akubariki sana, mwana wa Mungu. Na kama uko nchi za nje unataka kutuma sadaka yako ukapata changamoto, uwasiliana nasi kwa namba hizo. Tutakujulisha namna ya kutuma sadaka na utaweza kuwasilisha bila shida yoyote. Mungu akubariki sana.